Simama imara katika imani. Tangazeni kwamba huruma ndiyo sifa kuu zaidi ya Mwenyezi Mungu. Roho yoyote isiogope kunikaribia mimi, hata kama dhambi zake ni nyekundu kama damu. Ndiyo maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alimwambia Mtakatifu Faustina Kowalska alipomtokea kwenye miaka ya 1930, akimwambia atangaze juu ya huruma ambayo Mwenyezi Mungu anayo kwa ulimwengu. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari Dominika ya pili ya Pasaka ambayo Mama Kanisa aliiweka rasmi kama Dominika ya huruma ya Mungu. Hii si tu Dominika ya kawaida ya kipindi cha Pasaka, bali ni zawadi maalum ambayo kanisa linapewa ili kutukumbusha kwamba ufufuko wa Kristo ni ushindi wa huruma juu ya dhambi, hofu na kukata tamaa. Historia ya Dominika hii inahusiana kwa namna ya pekee na mtawa kutoka Poland aitwaye Faustina Kowalska. Katika miaka 1930 alipata maono ambapo Yesu Kristo mfufuka alimwambia aeneze ujumbe huu kwamba binadamu hawatapata amani mpaka waikimbilie huruma ya Mungu. Katika mafunuo hayo, Yesu alimwomba kwamba Dominika inayofuata mara baada ya Dominika ya Pasaka iwekwe rasmi kuwa Dominika ya huruma ya Mungu. Ujumbe huu ulienezwa sana na Papa Yohane Paulo wa pili ambaye naye alitokea katika nchi hiyo ya Poland, ambapo mwaka 2000 alitangaza Dominika hii kuwa ni sherehe rasmi ya kikanisa popote duniani. Kwa namna ya kushangaza, katika mpango huu wa kimungu, Papa huyo alifariki dunia katika siku ya mkesha wa Dominika ya huruma ya Mungu mwaka 2005, kana kwamba maisha yake yote yalikuwa ni ushuhuda wa huruma hiyo. Dominika ya huruma ya Mungu ina maana gani kwetu wa Kristo? Ina maana kuu tatu. Kwanza, inatukumbusha kwamba hakuna dhambi yoyote iliyo kubwa mbele ya huruma ya Mungu. Pili, inatualika kurudi kwa Mungu bila hofu, hasa kupitia sakramenti ya kitubio. Na tatu, inatualika kuwa vyombo vya huruma kwa wengine katika jumuiya, katika familia na katika kanisa. Zaidi ya hayo, katika ujumbe ambao Mtakatifu Faustina alipewa na Yesu, aliwaalika Wakristo kufanya mambo maalum ambayo yataendana na neema za pekee. Kwanza, kuungama dhambi kwa toba ya kweli na kupokea Ekaristi Takatifu katika Dominika hii kwa moyo wa imani na moyo safi. Na ahadi yake ilikuwa ni kwamba mtu atakayefanya hivyo kwa imani atapokea neema ya msamaha kamili wa adhabu na dhambi, kama vile neema ya ubatizo mpya wa kiroho. Pili, kutumaini katika huruma ya Mungu. Yesu alisema, neema za huruma yangu hutolewa kwa chombo kimoja tu, nacho ni kuamini. Tatu, kuwa na matendo ya huruma kwa wengine, kwa maneno, kwa matendo au hata kwa sala. Hii ndiyo njia ya kuifanya huruma ya Mungu ionekane wazi katika ulimwengu wa leo. Pia Yesu alimfundisha Mtakatifu Faustina sala maalum inayojulikana kama Rozari ya huruma ya Mungu, ambayo kwa mapokeo ya kiroho sala hii husaliwa kila siku saa 9 kamili mchana, saa ile ile ambayo Yesu Kristo alikufa msalabani. Saa hii huitwa mara nyingi kama saa ya huruma kwa sababu ndiyo saa ya ukombozi wetu. Katika saa hii kanisa linatualika kusimama kidogo popote itakapofika huo muda wa saa 9 kamili na kumwomba Yesu kwa sala hii fupi tukisema, Yesu mwenye huruma na kutumainia. Yesu mwenye huruma na kutumainia. Yesu aliahidi kwamba wale watakaosali rozari hii kwa imani watapata faraja katika mateso, watapata nguvu katika majaribu, watapata rehema katika saa yao ya kufa,
na neema ya tumaini katika hali ngumu za maisha. Basi baada ya kupata historia fupi juu ya Dominika hii ya huruma ya Mungu, sasa tuangazie liturujia ya neno katika Dominika hii ya pili ya Pasaka yenye ujumbe mkuu ambao ni waamini wanapoishi katika jumuiya kwa kutegemezana, Yesu mwenyewe huja katikati yao kwa huruma yake. Somo la kwanza litatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 42 mpaka 47. Na somo hili linatuonyesha picha halisi ya kanisa la hapo mwanzo. Waamini walidumu katika mafundisho ya mitume, walishiriki katika kumega mkate, walisali na kuomba pamoja, waligawana mali kwa usawa na walijali maskini. Hiki hakikuwa kikundi tu cha watu waliokusanyika, bali familia iliyokusanyika katika imani. Na matokeo yake ni nini? Bwana akawaongezea kila siku wale waliokuwa wakiokolewa. Yesu alikuwa katikati yao kwa sababu waliishi kwa umoja wa ukweli. Katika Dominika hii tunaweza kujiuliza kwamba, je, jumuiya zetu za Kikristo ni sehemu ya kushirikiana au kushindana? Je, jumuiya zetu ni sehemu ya kusaidiana au kusemana? Je, jumuiya zetu ni sehemu ya kuponyana au kujeruhiana? Dominika hii ya huruma ya Mungu inatuambia kwamba huruma huanza ndani ya jumuiya. Katika familia zetu kuna ndugu wanaoteseka kimya kimya. Kuna jirani pale anayehitaji msaada, au kuna kijana ambaye anahitaji mtu wa kumsikiliza. Nchi ya Tanzania katika kipindi fulani ilikuwa na mfumo wa uchumi wa kijamaa ambao ulijenga jamii yenye usawa, mshikamano na umiliki wa pamoja wa rasilimali. Ama kweli huu ulikuwa ni mfano halisi wa kanisa la zamani. Je, hiyo hali ipo mpaka sasa? Tujitafakari. Yesu anatualika tuwe mashuhuda wa kweli wa imani kwa kuishi kama jamaa wa familia moja. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Petro sura ya 1 aya ya 3 mpaka 9. Mtume Paulo anaandika waraka huu kwa Wakristo waliokuwa wanateswa, lakini badala ya kulalamika anawatia moyo akiwaambia kwamba mmepewa tumaini hai kwa ufufuko wa Yesu Kristo. Hapo tunaona siri nyingine ya jumuiya ya Kikristo. Jumuiya si ya watu wanaofurahia tu maisha ya kidunia, bali ni watu wanaoteseka kwa pamoja. Katika zama hizi ambazo waumini wengi wanapitia changamoto za kifamilia, matatizo ya kiuchumi, kukata tamaa kwa vijana, magonjwa yasiyotibika, migogoro ya kifamilia na ndoa, na pia hofu juu ya kesho. Lakini Petro anasema kwamba mateso si mwisho wa maisha, kwa sababu Yesu Kristo mfufuka yupo katikati ya jumuiya yake. Dominika hii ya huruma ya Mungu inatualika kujiuliza kwamba, je, mimi ni mtu wa kuwakatisha tamaa wengine au mimi ni mtu wa kuwapa watu tumaini? Yesu anakuja katika jumuiya ambako watu wanasaidiana kubeba misalaba yao. Somo la Injili litatoka Injili ya Yohane sura ya 20 aya 19 mpaka 31. Injili hii ya leo ni injili ya kugusa sana moyo. Yesu anaingia katikati ya jumuiya ya mitume waliokuwa wamejaa hofu. Mitume walikuwa wamejifungia milango, wamejaa hofu juu ya Wayahudi, wamekata tamaa na hawana uhakika juu ya kesho yao. Somo la Injili linatuambia kwamba Yesu alikuja akasimama katikati yao. Hii ndiyo huruma ya Mungu. Yesu hakuja kuwalaumu, hakuja kuwakosoa au kuwaadhibu kwa ukosefu wao wa imani, bali alikuja kuwaambia amani iwe kwenu.
Ndiyo maneno hayo ya Yesu ambayo anatuambia pia sisi katika Dominika hii. Simulizi linatuambia kwamba Tomaso, mmojawapo wale mitume, hakuwapo katika jumuiya hiyo iliyokuwa imekutana kwa mara ya kwanza. Tomaso alipojitenga alikosa kumwona Yesu, lakini aliporudi jumuiyani aliweza kumwona Yesu tena. Wapendwa, hili ni fundisho kubwa sana kwetu. Mkristo yoyote anayejitenga na jumuiya, anayejitenga na masakramenti, anayejitenga na sala, anayejitenga na misa takatifu, anaanza polepole kumpoteza Yesu. Mtakatifu Yohane Chrysostom aliwahi kusema kwamba huwezi kumwita Mungu kama baba kama huna kanisa kama mama. Dominika hii ya huruma ya Mungu inawaalika akina Tomaso wetu wa leo ambao ama kweli tunawafahamu. Wanaweza kuwa ni baba zetu, mama zetu, wake zetu, waume zetu, kaka zetu, dada zetu, watoto wetu au hata vijana wetu ambao wamepotea. Na mwaliko ni kurudi katika jumuiya zetu, warudi katika masakramenti, hasa sakramenti ya Ekaristi Takatifu na kitubio, na pia kurudi katika maisha ya sala, kwa sababu hapo ndipo Yesu anasimama katikati yetu. Wapendwa taifa la Mungu, masomo ya Dominika hii ya huruma ya Mungu yanatufundisha ukweli kwamba Yesu Kristo mfufuka anapenda kukaa mahali ambapo waumini wanashirikiana, wanasaidiana, wanavumiliana, wanaombeana na wanaishi kama familia moja. Dominika hii ya huruma ya Mungu si kumbukumbu tu, ni mwaliko wa kuwa watu wa huruma ya Mungu katika familia, kuwa watu wa huruma katika jumuiya zetu na kuwa watu wa huruma katika kanisa. Tukumbuke kwamba mahali ambapo upendo hupo, hapo ndipo Mungu yupo. Mahali ambapo kuna huruma, ndipo Yesu Kristo mfufuka anasimama katikati. Yesu Kristo azidi kuwa kwetu tumaini. Kristo ndiye tumaini letu. Do not be afraid. Do not